SNTV Online. Huu ni wakati wetu. Ukweli usiofichika, vijana wapo wengi, lakini baada ya kukosa la kufanya wamejitumbukiza kwa wingi katika mazingira ya ulevi kwa sababu ya kuondoa mawazo. Mkinipa urais na wathibitishia wote mtaweza kufanya kazi zenu na kuzalisha pesa na kuweza kufanya maendeleo makubwa ya familia zenu na maisha yenu. Hii nchi haina viwanda. Hii nchi haina viwanda. Viwanda vyote vilikufa alivyovianzisha Aboud Jumbe Mwinyi wakati wake. Viwanda vyote vilikufa. Maana ya kuwekwa ile amani ilikuwa inaitwa amani ya viwanda vidogo vidogo. Madishi, masufuria, vikombe, kila aina ya kitu kikitoka pale, na watu wengi walipata ajira. Wanawake wakichukuliwa kwa mabasi kupelekwa Amani wakati wa Aboud Jumbe. Sasa basi, katika mazingira hayo tunahitaji kupata watu wazuri watakaoweza kusimamia maendeleo katika nchi hii. Kwa vile tunaomba tarehe 29 pindi nikipata urais, ulevi utakuwa kwa leseni katika nchi hii. Bado narudia, na ukisha kulewa kama huna adabu utashtakiwa na utapelekwa mahakamani kwa maana ya kupewa adhabu. Kapopata madaraka chama cha FP, nchi hii vitanda vya 6 kwa 6 marufuku. Na naviondoa kwa sababu haiwezekani kwamba sisi tumefanya mapinduzi mwaka 64 chini ya uongozi wa mzee Karume, hadi leo hii tumeshindwa kuwa wapiga kura milioni 1 miaka 60. Jamani, mnajua kilichotuzuru? Vitanda vya 6 kwa 6. Mwanamke analala mashariki, mwanamume analala magharibi. Uzazi unakuwa haupo. Munawatia gharama wazazi kufanya harusi, hina haijatoka, mnaachana. Baada ya kusema hayo, tafadhalini, amani na utulivu ya nchi. Amani na utulivu wa nchi. Asanteni sana. Subscribe, bonyeza alama ya kengele kupata habari nyingine kama hizi. Pia usisahau kulike na kushare. SNTV Online. Huu ni wakati wetu.